Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu doti ya augmented. Na somo hili letu kwako nami mwalimu Ayubu Roma Drogasila, mwalimu wa muziki na mpiga kinanda. Kabla tujaanza somo letu la leo, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Doti katika noti. Doti katika muziki inahusu alama ya uandishi inayotumika kuongeza muda wa noti au pumziko kwa nusu ya thamani yake ya awali au zaidi. Kwa nusu ya thamani yake ya awali au zaidi. Baadhi ya waandishi wa muziki huzigawanya aina za doti kwenye muziki katika makundi mawili: doti ya msingi na doti ya augmented. Doti ya msingi, wakati doti ya msingi inawekwa karibu na noti, huongeza muda wake kwa nusu ya noti ambayo imeandikwa. Kwa mfano, ikiwa noti ya nusu ambayo ina thamani ya mapigo mawili, nusu noti, ina doti moja, inakuwa ni noti ya nusu iliyo na doti ambayo ina thamani ya mapigo matatu, kama unaweza kuona katika kielezo kifuatacho ambacho kimekaliwa na noti zenye doti ya msingi. Ikiwa ni noti nzima ikiwekewa doti moja, inakuwa ni sawasawa na hii noti yenyewe pamoja na nusu yake ya noti, kama hapo tunaona hapo. Na pumziko lake pia huweza kuandikwa hivi na huwa na mapigo 6. Hali kadhalika ikiwa ni nusu noti yenye mapigo mawili ikiwekewa hivi, maana yake itaongeza na nusu ya noti yake ambayo itakuwa itakuwa sawasawa na noti hizi ambazo sawa na kwenye mapumziko itakuwa hivi, lakini itakuwa sawasawa na mapigo matatu katika noti lakini pia katika pumziko. Hali kadhalika ikiwa yenye pigo moja, robo noti ikiwekwa hivi huongeza nusu yake ambayo ni kinane, au kwenye alama ya pumziko andikwe hivi lakini pia wanapiga moja na nusu. Hali kadhalika kinane kikiandikwa na nukta kinaongeza kinusu kinane ambayo kinafanya robo tatu ya pigo kuweza kupigwa. Kwenye doti ya augmented inachukua wazo hili na kuongeza muda zaidi kwa thamani ya noti. Inachukua wazo lilopo kwenye doti ya msingi lakini yenyewe inaongeza muda zaidi. Na inaongeza muda zaidi kuliko nusu ya noti ya awali. Na aina hii ya doti mara nyingi hutumika hasa wakati tata au ongeza msisitizo na kupanua rhythm zaidi. Kama tunaweza kuona hizi tumejifunza kwenye doti za msingi inakuwa na noti moja ambayo inakuwa sawa hivi, lakini ikiwa ina nukta mbili kama hapo tunaona hapa, inamaanisha tutakuwa tuna nusu ya hii noti lakini pia nusu hii noti pia itakuwa na nusu yake hapa. Kwa tutakuwa tuna hii hapa, alafu tutakuwa tuna nusu ya hii hapo. Hii nukta ya kwanza itasimama badala ya nusu ya hii noti, lakini pia nukta ya pili hapa itasimama baada ya nusu ya noti hii hapa, na kwa itakuwa hivi. Kwa ikiwa na nukta tatu nimesha, tutaanza na hii tutaandika nusu yake, na hii itakayoipata hapo tutaandika nusu yake, na hali kadhalika itakayoipata hapo tutaandika nusu yake. Utakuta hii hapa nusu yake ni hapa, nusu yake ni hapa, nusu yake ni hapa. Kwa noti ikiandikwa hivi inakuwa ina thamani ya hizi noti zote ambazo zimekwisha kuandikwa hapa. Hali kadhalika mfano mwingine unaweza kuona hapa, mesha ikiwa nukta mbili ambapo tunaona ni sawa na ikiwa hivi, pamoja na hii hapa nusu yake, nusu ya hii noti, lakini nukta ya mwisho inakaa badala ya nusu ya hii robo noti ambazo sawa na kinane ambayo inakuwa sawa na mapigo matatu na nusu. Hali kadhalika ikiandikwa hivi sawa na kujumlisha robo noti kinane pamoja na nusu kinane ambayo sawa na pigo moja na robo tatu. Hali kadhalika ikiandikwa kinane chenye nukta mbili ni sawa na kinane nusu kinane pamoja na 32 ambayo ni sawa na 7/8 ya biti. Hali kadhalika na tukaona mfano huu hapa ni kama ambavyo tumeona hapo nyuma, lakini hapa ni zikiwa thamani ya zile noti zimevunjwa. Utakuta hapa ni sawa na hivi, kwa thamani yake yote ukijumlisha itakuletea ni sawa na hivi, au hizi ukijumlisha sawa na thamani inaweza kukuletea hivi, au hiyo ukijumlisha sawa na thamani yake inaweza kukuletea hivi, maana kwa sababu hii ni sawa na nusu yake pamoja na nusu yake tena. Kwa hiyo sawa na hiki vitatu na hiki vitatu kimoja. Hali kadhalika hapa hii ni sawa na hivi kwa thamani, ukizijumlisha thamani zake ni sawa na hii kinane cha nukta mbili.
Noti augmented kwa ujumla hutumika katika maandiko ya muziki ya kisasa au ya kisasa zaidi, kwani inasaidia kuunda mfumo tata ya rhythm na muda tata wa noti. Kwa hiyo inaweza kupatikana katika baadhi ya aina ya muziki wa kisasa wa classic wa kisasa au muziki wa majaribio ambapo rhythm ni rahisi kubadilika. Kwa hiyo mara nyingi huwa inatupatia rhythm tata, au pia hizi notes ambazo zenye nukta mara nyingi tunazitumia kama pigo moja kwenye rhythm tata au kwenye alama za wakati tata ambazo tunasema nini? Alama mchanganyiko za wakati. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usahau kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Asante sana kwa kufuatilia, uwe na wakati mwema.